tutunze hii rasilimali. Hii ndiyo ofisi yako wewe. Wewe darasa lako na shule yako yuko kwenye nini? Kwa hiyo hili ni ofisi. Lakini na nyie vijana zingatieni usalama wenu. Unahitaji polisi akwambie vaa helmet? Kwani ukianguka kichwa kikapasuka polisi anapata hasara? Anayepata hasara ni nani? Unahitaji uambiwe vaa helmet? Lakini pia unaendesha hadi kufika spidi 160. Gari yangu ina spidi 160 na wewe unataka kuendesha pikipiki ufike spidi 160 ili kufikishe wapi? Peponi au jehanamu? Kwa hiyo ukiwa na haraka utatangulia mbele za nini? Za haki. Sasa sisi tunataka nyie msitangulie mbele za haki. Tunataka muendelee kuwepo hapa duniani ili muimarishe uchumi wa Buchosa. Na kama kwenda mbele za haki uende kwa utaratibu ambao bwana mkubwa amefanya nini? Ameupanga. Jamani, si mmenielewa? Tuitunze. Lakini mwisho mwingine anachukua pikipiki anaenda kumpa rafiki yake, wala huyo rafiki wala hajui kwamba wewe unaumia kiasi gani pikipiki yako ikifanywa vitu vya ajabu. Hawezi kujua thamani ya hiki chombo kwa sababu yeye hawajibiki. Ndio maana mtu anaweka gunia 6. Sasa ukiweka gunia 6 humu, baada ya miezi 6 pikipiki hii itakuwa imekufa. Tufuate unini? Utaratibu. Mwendo kasi unaua, na hatuna sababu ya kwenda kasi, hatuna sababu ya kushindana. Umeelewana jamani? Kwa hiyo mimi nawatakieni kila laheri, ninawapongezeni, nendeni mkachape kazi na Mwenyezi Mungu atawajalia katika eneo lenu la kazi mtapata riziki. Amin. Majina anaitwa Mr. Jackson Marwa, ni makamu mwenyekiti wa maafisa usafirishaji halmashauri ya Buchosa. Sisi pikipiki hizi zitatusaidia mambo mengi, kwa sababu pikipiki kwanza ni usafiri, na at least ni kwamba hivi mwendesha pikipiki huwezi kumlinganisha na mtumishi. Unaona? Maana yake sisi hapa tukisema kwamba tumeingia barabarani kwa siku unaweza kuwa na shilingi 30,000, 40,000 ikiwa tukaingia. Kwa hiyo sasa kumbuka kumbe tusaidie, kwa sababu tuna familia, tuna wake, tumepanga, wengine tumejenga na bado tunasomesha. Kwa hiyo maana yake at least ni kwamba hivi katika kiuchumi sasa tutakuwa tumeenda hatua nyingine. Kwa hiyo mimi ombi langu mpaka hivi sasa ni kwamba kwa tunashukuru sana, na Mungu aendelee kuibariki halmashauri yetu, na nashawishi tena wale wasio wanaokwepa kulipa mapato basi walipe mapato. Wale halmashauri yetu ndio tutambua na inatusaidia vikali. Kwa kweli kwa wale wasiorejesha kwa wakati, mimi hata kauli aliyozungumza mkuu wa mkoa kwamba wachukuliwe hatua, mimi naunga mkono, kwa sababu wewe unapokuhamisha hao wengine je, watanyanyukaje? Kwa hiyo mimi nachoomba ni kwamba hivi kama mwenyekiti mkuu wa mkoa kutumia kwamba hivi wafuatiliwe na wachukuliwe hatua ili pesa zirudishwe na watu wengine wazikope. Mimi naomba jambo la heri, alina mgogoro kusema kwamba labda kuna kitu chochote ambacho tunaweza kusema kwamba tutakuwa mapana. Sisi tunachohitaji ni maendeleo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi nachokiomba ni kwamba hivi naungana, na mimi kama mwenyekiti ninaungana, tutakaa barabarani kwa yoyote yule, awe bodaboda awe ni nani, lazima tupambane mali zote za halmashauri zirudi. Majina yetu Edson Pius Andrea, ni katibu msaidizi wa chama cha waendesha pikipiki halmashauri ya Buchosa. Tuko hapa leo kwa ajili ya kupokea pikipiki ambazo zimetokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya Buchosa. Kwa kipekee tunaishukuru serikali kwa ajili ya kuelekeza nguvu yake kwa vijana ambao ni sisi, ambao leo tunaenda kupokea pikipiki hizi kwa mara nyingine. Na zaidi ya hapo tunapenda tumshukuru pia mheshimiwa mkurugenzi wa halmashauri kwa sababu ya kuendelea kusimamia zoezi la utoaji wa mikopo hii. Kila awamu inapokuwa imefika tunazipokea. Kwa hiyo tunazidi kushukuru serikali pia kwa ajili ya kuweza kuelekeza nguvu zake kwetu sisi vijana, na sisi pia tunaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa serikali kurejesha kwa uaminifu na kwa wakati mikopo hii ambayo tunayoichukua, ili kutoa nafasi kwa ajili ya wenzetu ambao na wenyewe pia wanaomba mikopo hii. Maana tunaporejesha sisi kwa wakati, maana yake tunatoa nafasi kwa wenzetu na wenyewe pia ili waweze kunufaika zaidi pia. Kwa tunazidi kuiomba serikali iendelee kutuamini na kuendelea kuwekeza kwetu, na sisi tunaahidi kutimiza majukumu yetu na kurejesha kwa uaminifu na kwa wakati.